Alikulia katika jumba kubwa la kifalme lenye nguo nzuri na watu muhimu. Alikuwa na vitu vingi, lakini Musa bado hakujua mpango wa Mungu kwa maisha yake. Siku moja Musa alikuwa mbali akilisha kondoo. Ilikuwa mazingira kimya, ilikuwa mazingira ya kawaida, na kisha kitu cha ajabu kilitokea. Musa aliona kichaka kikiwaka moto, lakini kichaka hakikuungua. Mungu alizungumza na Musa kutoka katika kichaka. Mungu alimwalika Musa kutembea naye. Nasemaje? Amen. Musa aliogopa, lakini alisikiliza. Musa hakujifunza kutembea na Mungu kwa siku moja. Alijifunza kwa kutumia muda na Mungu kila siku. Musa alitayarishwa kwa kazi yake kwa miaka 40 ya ushirika na Mungu alipokuwa akilisha makundi ya Yethro. Hiyo inamaanisha Musa alizungumza na Mungu, alimsikiliza Mungu na alimwamini Mungu. Siku baada ya siku, kutembea na Yesu kunachukua muda, na hiyo ni sawa. Kutembea jangwani na Mungu. Baadaye Mungu alimwomba Musa kuongoza watu wake kutoka Misri. Haikuwa rahisi. Watu walipaswa kutembea jangwani. Jua lilikuwa kali na usiku ulikuwa mzima wa giza. Wakati mwingine watu walihisi hofu, lakini Mungu hakuwaacha peke yao. Wala naye akawatangulia mchana ndani ya wingu mfano wa nguzo, na usiku ndani ya nguzo ya moto. Wakati wa mchana Mungu aliwapa wingu, usiku Mungu aliwapa moto. Mungu alikuwa akionyesha, niko nawe, nitakuongoza, hamtembei peke yenu. Hakutaka waende peke yao. Wakati mwingine pia tunahisi kama tunakwenda jangwani, shule mpya, siku ngumu, kuhisi upweke na kuhisi hofu. Lakini Yesu anaahidi kuwa nuru yetu kama alivyokuwa kwa Musa na Waisraeli. Moja ya vitu vizuri zaidi kuhusu Musa ni ukaribu wake na Mungu. Biblia inasema, Bwana akasema na Musa uso kwa uso, kama vile mtu asemavyo na rafiki yake. Kutoka 33:11. Hiyo haimaanishi Musa aliona uso wa Mungu. Inamaanisha walizungumza mara kwa mara, waliaminiana. Mungu anataka kuwa rafiki yako pia. Mnasemaje? Maombi ni kufungua moyo kwa Mungu kama kwa rafiki. Unapoomba, Yesu anakusikiliza, anakujali na anakaa karibu. Kupitia hadithi za Biblia, Yesu anazungumza na moyo wako. Hiyo ni ushirika. Hiyo ni kutembea na Yesu. Jinsi wavumbuzi wanavyotembea na Yesu leo. Huhitaji kuwa mtu mzima kutembea na Yesu. Huhitaji kujua kila kitu. Unahitaji tu kuchagua kutembea naye kila siku. Hapa kuna njia rahisi wavumbuzi wanaweza kufanya hivyo. Omba kila asubuhi na usiku. Soma au sikiliza hadithi ya Biblia. Kuwa mpole hata inapokuwa ngumu. Mtii wazazi na viongozi. Saidia wengine na ushiriki upendo. Kwa Mungu asubuhi, fanya ili kuwa kazi yako ya kwanza kabisa. Hiyo inamaanisha kuanza kila siku asubuhi kwa kusema, Yesu tembea nami leo. Hitimisho. Yesu ni nuru yetu. Musa alitembea na Mungu na Mungu alimtumia kubariki ulimwengu. Unapotembea na Yesu, yeye atakutumia pia. Kuleta upole, kuleta ujasiri na kuleta nuru. Tukumbuke ahadi ya Yesu. Yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Yohana 8:12. Wavumbuzi, Yesu anakualika leo. Tembea nami, niamini, kaa karibu nami.